coming to you from Christian Church International, Sultan Hamud. Twaja kwenu kutoka kanisa la Christian Church International, Sultan Hamud. And this season, God has given us a word for the season. Na katika majira haya, Mungu ametupa neno kwa ajili ya majira haya. There has been teachings, pamekuwa na mafunzo, prophecies, unabii, and the preachings. na mahubiri. And all of them have led to one thing. Na yote yameelekea kwa jambo moja, Growth of the church, kukua kwa kanisa, and the blessing of the saints. na baraka kwa watakatifu. Our key aim is to build the body of Christ, Malengo yetu makuu ni kujenga mwili wa Kristo, so that they may receive the blessings set for them. ndio wapokee baraka zilizotengwa kwa ajili yao. The theme of this month is a month of divine opportunities. Kichwa cha mwezi huu ni kichwa cha fursa za kiungu. And we are starting a topic I'm calling Understanding the Mystery of God's Mercy in Seizing Divine Opportunities. Na tunaanza mafunzo ninayoyaita kuelewa siri za rehema za Mungu katika kupata fursa za kiungu. Amen. Amen. We are talking about understanding the mystery of mercy. Tunaongea kuhusu kuelewa siri ya rehema. Some opportunities, and actually all the opportunities, require the mercy of God to be seized. Nafasi zote zinahitaji rehema za Mungu ndio zipokelewe. Because naturally we are men and a man is natural. Maana kawaida sisi ni watu na watu ni wa kawaida. It's only that a man is a host of the Spirit of God. Ni vile kwamba mwanadamu ndiyo nyumba ya roho ya Mungu. You have a body which is dust. Una mwili ambao ni mavumbi. And the dust will not go to heaven. Na mavumbi hayataenda mbinguni. Your body is a temple of the Holy Spirit. Mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. So for you to benefit from spiritual matters and you are hosted in a natural body, you need the mercies of God. Ili wewe upokee mambo ya kiroho na wewe unadumu katika mwili wa mavumbi, unahitaji rehema za Mungu. That is why we are teaching on divine mercy. Ndiyo sababu tunafunza kuhusu rehema za kiungu. And we are calling it a mystery. Na tunasema ni siri. Because it has been there but people have ignored it. Manake imekuwepo lakini watu wamepuuza. Some believers think that mercy is for the sinners only. Waumini wengine wanaamini kwamba rehema ni za wenye dhambi pekee. But as I said on Sunday, Christians need mercy more than sinners. Kama nilivyosema Jumapili ni kwamba Wakristo wanahitaji rehema zaidi kuliko wenye dhambi. Lamentations 3:22 and 23. Kitabu cha Vilio 3:22-23. Amen. Amen. Somebody is saying they are sick, we declare healing upon their bodies in the mighty name of Jesus. Kuna mtu anasema ni mgonjwa, tatangaza uponyaji kwa mwili wao kwa jina la Yesu. You are healed in Jesus' name. Umepona kwa jina la Yesu. By the mercies of the Lord. Kwa rehema za Bwana. Healing is evident. Uponyaji unadhihirika. It's a manifestation of mercy. Kama udhihirisho wa rehema. Receive it in Jesus' name. Ipokee kwa jina la Yesu. And give us a testimony. Na utupatie ushuhuda. Because of the mercies of the Lord. Kwa sababu ya rehema za Bwana. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassion never fail. Ni rehema za Bwana kwamba atuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. So because of the Lord's great love, we are not consumed. Kwa sababu ya huruma za Mungu, upendo mkuu wa Mungu, atuangamii. Because his compassion does not fail. Maana rehema zake hazikomi. Can I see KJV?
It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassion fail not. Ni kwa sababu ya huruma za Mungu atuangamii, kwa sababu rehema zake hazikomi. So these mercies of the Lord, they make us not to be consumed. Rehema hizi za Bwana zinatufanya tusiangamie. Reason being, his compassion does not fail. Sababu zikiwa rehema zake hazikomi. When you have this kind of mercies with you, ukiwa na rehema hizi pamoja nawe, nothing can consume you. hakuna kitu cha kukumeza. Nothing can steal your dignity. Hakuna kitu kinaweza kuiba heshima yako. Nothing can destroy your plans. Hakuna kitu kinaweza angamiza mipango yako. Because you operate under the compassion of God, which does not fail. Maana unafanya kazi chini ya rehema za Mungu ambazo hazishindwi. Take us to verse 23, we see what it says. 23 tuone inasema nini. They are new every morning, great is thy faithfulness. Ni mpya kila asubuhi, uaminifu wake ni mkuu. These mercies are new every morning. Huruma hizi ni mpya kila asubuhi. After every 24 hours, there are new mercies to take you to another level. Baada ya kila masaa 24 pana rehema mpya za kukupeleka ngazi nyingine. I was saying that you can't remain the same after 24 hours. Nilikuwa nasema kwamba huwezi kubaki vile baada ya masaa 24. It is a crime for you to remain the same. Ni makosa kubaki vile vile. You need to receive a new revelation Wahitaji upokee ufunuo mpya and move in a new power. na uenende kwa nguvu mpya Every 24 hours. kila masaa 24. When you start your day early in the morning, Ukianza siku yako mapema asubuhi, after 12 midnight, baada ya usiku wa manane, you need to experience the new mercies, wahitaji upokee rehema mpya, because they are new every morning. maana ni mpya kila asubuhi. May the Lord give you the grace Bwana akupe neema to receive these mercies every morning, kupokea rehema hizi kila in asubuhi, the name of Jesus. kwa jina la Yesu. What you are going through yesterday, Kile umepitia jana you will not go through it today, hautakipitia leo, because the mercies are new every morning. maana rehema ni mpya kila asubuhi. May the Lord show you his mercies. Bwana akuonyeshe rehema zake. Mercy is God's compassion over its creation. Huruma ni rehema za Mungu juu ya uumbaji wa Mungu. Because we are the creation of the Lord, Maana sisi ni uumbaji wa Bwana, we receive mercy from him, tunapokea huruma kutoka kwake, which is compassion. ambao ni rehema. He has a lot of compassion Ako na rehema nyingi over his creation. juu ya uumbaji wake. 2 Samuel 24:14. Samueli wa pili 24 mstari wa 14. And then David said unto God, I am in a great strait. Let us fall now into the end of the Lord, for his mercies are great. Let me not fall into the end of man. Maandiko inasema, naye Daudi akamwambia Gadi, 2 Samuel ndio hiyo. Naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana, basi sasa na tuanguke katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. David finds himself in a sin Daudi anajipata katika dhambi after counting his army. baada ya kuhesabu majeshi wake. He took an enrollment of the men who were fighting for him. Alichukua hesabu ya wale wanaume waliokuwa wanampigania, And according to the record of God, that was wrong. na kulingana na rekodi za Mungu hilo lilikuwa makosa. It was wrong because when you counted the men who were fighting for you, you no longer depended on God. Ilikuwa makosa kwa sababu ulipohesabu watu walio kupigania,
Sasa haukuwa unategemea Mungu. So when he told the army commander to count the fighting men, he meant that he wanted to depend on the strength of the number of his men. Alipoambia mkuu wa majeshi ahesabu watu wanaopigana, ilimaanisha kwamba alikuwa anataka kutegemea nguvu ya watu. And for sure that is human. Na kwa kawaida, kwa kweli hilo ni la kibinadamu. Most of us would want to check what they have so that they can believe. Wengi wetu wangependa kuangalia wako na nini ndio waamini. If you knew you had a serious project, ukijua uko na mradi mkubwa that required money, ambao unahitaji pesa, your first step will be to check how much you have. Hatua yako ya kwanza ni kuangalia una pesa ngapi. So your faith goes to what you have. Kwa hivyo imani yako inaenda kwamba uko na nini. Because a man is a man. Maana mtu ni mtu. He likes to depend on logical issues. Anapenda kuangalia kutegemea mambo ya kuwaza vizuri. But I want to say that the mercies of the Lord are great. Lakini nataka kusema huruma za Mungu ni kubwa zaidi. You may not require your understanding. Wenda usihitaji kuelewa kwako. Neither do you need to know the strength of your army. Na uhitaji kujua nguvu ya majeshi yako. I came to say you have a God. Nilikuja kusema uko na Mungu who is great. Ambaye ni mkuu. Who can fight your battles. Yule anaweza pigana vita vyako. Who can protect you. Yule anaweza kulinda. Who can keep you. Yule anaweza kukuhifadhi. Who can maintain you. Yule anaweza kukuhifadhi. Because his mercies are great. Kwa sababu huruma zake ni kubwa mno. When he did that, alipofanya hivyo, God gave him some options. Mungu akampatia mambo achague kutoka kwake. Option number 1, because of that sin. Chaguo la kwanza kwa sababu ya dhambi hilo, that for 3 years there will be famine in Israel. Kwa miaka 3 pawe na ukame Israeli. The story is just in chapter 24. Hiyo hadithi iko hapo tu kifungu cha 24. Option number 2. Chaguo la pili, for 3 months, kwa miezi 3, he will be pursued by his enemies. Atafuatwa na maadui zake. And the number 3, na ya 3, for 3 days, kwa siku 3, there will be a serious plague in Israel. Patakuwa na tauni kali Israeli. I don't know whether if it was you. Sijui kama ingalikuwa wewe. 3 years of famine. Miaka 3 ya ukame. 3 months of being pursued by your enemies. Miezi 3 ya kufuatwa na maadui zako. And the 3 days of serious plague. Na siku 3 za tauni mbaya. I don't know what you would have said. Sijui ungesema nini. Because everything there was terrible. Maana kila kitu pale kilikuwa hatari. Put it in NIV, I show you what he said. Weka katika Biblia ya NIV nikuonyeshe. 24:14. 14. The Bible says, Biblia inasema, David said to the prophet Gad, Daudi akamwambia Gadi, I am in deep distress. Nimehuzunika sana. Let us fall into the hands of the Lord. Wacha tuangukie mikono ya Bwana. For his mercy is great. Maana huruma yake ni kubwa. But do not let me fall into the hands of men. Lakini usiniachilie niangukie mikono ya wanadamu. David chose this option. Daudi akachagua jambo hili, which was not among the 3. Ambalo alikuwa kati ya hizo 3. Lord, I have sinned against you. Bwana, nimefanya dhambi kinyume nawe. I know I'm a man. Najua mimi ni mtu. And I'm full of distress now. Na sasa nimejaa huzuni. You have sent your prophet. Umetuma nabii wako. To come and speak about my sin. Aje kunena juu ya dhambi yangu. Lord, I'm sorry. Bwana, mimi ni pole. But instead of falling in the hands of men, na badala ya kuangukia mikono ya watu, allow me to fall in your hands. Niruhusu niangukie mikono yako. Reason being, sababu ikiwa, the Lord is full of great mercy. Bwana amejaa huruma nyingi. But a man is a man. Lakini mtu ni mtu. The punishment continued. Ile thawabu ikaendelea. And some plague came to Israel. Na tauni ikaja Israeli. For 3 days. Kwa siku 3. 70,000 men died. Watu 70,000 wakafa. And when the angel of death was stretching the hand
to eat Jerusalem, Na wakati malaika wa Mungu alikuwa ananyosha mkono apige Yerusalemu, the Bible says in verse 16, Biblia inasema mstari wa 16, the Lord relented. Bwana akapunguza. I want to speak to somebody today. Nataka niongee na mtu. Maybe you are there Pengine uko hapo and you are going through some affliction. na unapitia mateso You are fulani. feeling that you are so distressed. Unahisi kwamba umedunishwa sana. You don't even understand what other step you can take Haujui ni hatua gani nyingine unaweza chukua because of the mercies of the Lord. kwa sababu ya huruma za Bwana. I want to read this. Nataka nisome hii. When the angel stretched out his hand to destroy Jerusalem, Wakati malaika alinyosha mkono wake aharibu ama kuelekea Yerusalemu, the Lord was grieved because of the calamity and said to the angel who was afflicting the people, Bwana akagairi katika mabaya na akamwambia malaika aliyekuwa akiwaharibu watu, enough, yatosha, withdraw your hand. sasa ulegeze mkono wako. The angel of the Lord was then at the threshing floor of Arahuna the Jebusite. Naye yule malaika wa Bwana alikuwa karibu na kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. The same God Mungu huyo who had sent the plague, yule alikuwa ametuma tauni, he decided to relent akaamua kulegeza because he is full of mercy. maana amejaa huruma. Let me tell you the truth. Wacha niwaambie ukweli. Maybe you thought you are going to be destroyed Pengine ukafikiria utaenda kuharibiwa because of the way you are, kwa sababu ya vile ulivyo, the human you are, vile ulivyo mwanadamu, the sins you have committed. dhambi ambazo umefanya. Maybe you think God cannot reach you. Pengine unafikiria Mungu hawezi You kukufikia. imagine God cannot bless you. Unafikiria Mungu hawezi kukubariki. I came to tell you tonight, Nilikuja kukuambia jioni ya the leo, Lord has relented because of what you did, Bwana amegairi kwa sababu ya kile and umefanya, he is ready to bless you na ako tayari kukubariki, because his mercies are great maana huruma yake ni nyingi and they are new every morning. na ni mpya kila asubuhi. In verse 25, Mstari wa 25, the Bible says David built an altar there. Biblia inasema Daudi akajenga madhabahu pale. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketeza na sadaka za amani. Then the Lord answered his prayer on behalf of the land, and the plague in Israel was stopped. Basi Bwana naye aliridhia nchi na tauni ikazuiliwa katika Israeli. Mercy is when you deserve a punishment, Huruma ni wakati wastahili kupata thawabu, but it does not come to you lakini haiji kwako because of the mercies of the Lord. kwa sababu ya huruma za Bwana. There are things you don't deserve, Kuna vitu uvistahili, but I want to tell you the truth. lakini nataka nikwambie ukweli, You are going to receive them utazipokea because of the mercies of the Lord. kwa sababu ya huruma za Bwana. Maybe according to whom you are, Pengine kulingana na vile ulivyo, your prayer life, maisha yako ya your maombi, faithfulness, kutokuwa your mwaminifu, commitment. kujitoa kwa. People may think you do not deserve, Watu wanaweza fikiria kwamba ustahili, but I came to tell you, lakini nilikuja kukwambia because of the mercies of the kwa Lord, sababu ya huruma za Bwana you are going to be remembered. utakumbukwa. Can I have an amen to that? Amen. 2 verses to qualify that. Mistari miwili ya kuhitimisha hilo. Psalm 86 verse 5. Zaburi ya 86 mstari wa 5. The Bible says, Biblia inasema, try KJV. Biblia ya KJV, For thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. kwa kuwa wewe Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. This verse says is plenteous in mercy. Mstari huu unasema yeye ni mwingi wa huruma.
His mercies are plenty huruma zake ni nyingi for those who call upon him. kwa wale wanaomuita. The secret is call upon his mercies. Siri ni kwamba uite huruma zake. Invoke the mercies of the Lord, Chochea huruma za Bwana, and you are going to enjoy plenty of mercy. na utafurahia wingi wa rehema. Ephesians 2:4. Waefeso 2:4. The Bible says, Biblia inasema, but God, who is rich in mercy, for his great love, wherewith he loved us. Biblia inasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu alivyotupenda. So he is rich in mercy, Yeye ni tajiri wa huruma, full of mercy. amejaa huruma. When you go to him, you can't miss mercy. Ukimwendea huwezi ukakosa huruma. May his mercy find you. Huruma zake zikupate. Somebody put off the keyboard, it has some noise. So how to obtain mercy? Namna ya kupokea huruma. I want to give you some ways of receiving mercy. Nataka nikupatie njia za kupokea huruma. Number 1, Ya kwanza, be merciful. uwe na huruma. If you want to receive mercy, Kama unataka kupokea huruma, be merciful. uwe na huruma. Proverbs 3:3-4. Methali 3:3 hadi 4. The Bible says, let not mercy and the truth forsake thee. Biblia inasema mstari ule wa 3, Biblia inasema rehema za kweli zizifarakane nawe. Let mercy not leave you. Rehema zisikuache, zisiwe mbali nawe. Bind them about thy neck. Zifunge shingoni mwako. Write them upon the table of thine heart. Ziandike juu ya kibao cha moyo wako. So mercy should be upon you. Kwa hivyo huruma zastahili kuwa juu yako. For you to dispense mercy, Ili uonyeshe huruma, you need to be full of mercy. wastahili kujaa huruma. Bind them around your neck, Zifunge shingoni mwako, and in your heart put them in the table of your heart. na uziandike katika kibao cha moyo wako. May you be full of mercy in Jesus' name, Wewe ujae huruma kwa jina la so Yesu, that you can give out mercy. ndio uweze kupeana huruma. When you give out mercy, you receive mercy. Unapopeana huruma, unapokea huruma. Look at verse 4 of the same chapter. Angalia mstari wa 4 wa kifungu hicho hicho. The Bible says, so shalt thou find favor and a good understanding in the sight of God and man. Biblia inasema ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za mwanadamu. When you are full of mercy, Wakati umejaa huruma, you will find favor and a good understanding in the sight of God and also man. utapata kibali na kueleweka kwema mbele za Mungu na mbele za mwanadamu. So a man who is full of mercy is going to find favor in the sight of God. Kwa hivyo mtu ambaye amejaa huruma atapata kibali machoni pa Mungu. On Sunday I will say something about mercy and favor. Jumapili nitaongea jambo kuhusu huruma na kibali. So show compassion to others. Kwa hivyo onyesha rehema kwa wengine. This is to share the pain and the suffering of others and actively work to help them. Huku ni kushiriki katika machungu na mazito ya wengine na kushiriki katika kuwasaidia. Don't let somebody who is undergoing pain go through it alone. Usiache mtu ambaye anapitia uchungu apitie peke yake. Set some systems to assist them. Weka mipangilio uwasaidie. This is why Jesus took the human nature, Hii ndio sababu Yesu akachukua ule mwili wa kibinadamu, so that he may fill with
the humans. Ndio ahisi vile watu wanavyohisi. It is the ability to open our hearts to others. Ni uwezo wa kufungua mioyo yetu kwa wengine. Both friends and strangers. Marafiki na wageni. This is practical gospel. Hii ni injili inayofanya kazi. If you don't show mercy, kama uonyeshi huruma, you can't find mercy. Huwezi ukaona ama ukapata huruma. We are sending our leaders Tunatuma viongozi wetu and the believers na waumini to move ahead and show mercy waenende na waonyeshe huruma and learn to love selflessly. na wapende kupenda bila kujiangalia wenyewe. 2 Samuel 22:26. Samueli wa pili 22 mstari wa 26. With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright. Kwa mtu mwenye huruma utakuwa mwenye huruma, kwa mkamilifu utajionyesha kuwa mkamilifu. So, for somebody who is merciful, kwa mtu ambaye ana huruma, the Lord will show himself merciful. Bwana atajionyesha kuwa na huruma. And when you keep on showing mercy to other people, na unapoendelea kuonyesha huruma kwa watu wengine, I tell you the truth, nawaambia ukweli, opportunities of God's blessings begin to come to you. Nafasi za baraka za Mungu zinaanza kuja kwako. Most of the people who saw open doors in their lives, wengi wa watu walioona milango iliyofunguka kwa maisha yao, they were showing mercy to some people. walikuwa wanaonyesha rehema kwa watu wengine. And we send you to go and exercise this kind of a gospel. Na tunawatuma mkafanyize injili hii kazi. To the merciful, kwa wale wenye huruma, the Lord will show mercy to them. Bwana atawaonyesha huruma. And the mercy is a tool of provoking divine opportunities. Na rehema ni chombo cha kuchochea fursa za kiungu. Number 2, ya pili, admit that you need mercy. Kubali kwamba unahitaji huruma. As a man, accept. Kama mtu, kubali. Sometimes we pretend a lot. Wakati mwingine tunajifanya sana that we are okay. kwamba tuko sawa. But I want to tell you the truth. Lakini nataka niwaambie ukweli. A human being requires mercy from the Lord. Mwanadamu uhitaji huruma kutoka kwa Mungu. Even those who are born again. Hata wale ambao wameokoka. Because admitting that you need mercy is a sign of humility. Maana kukubali kwamba wahitaji huruma ni ishara ya unyenyekevu. And the most successful men of God, na watu wa Mungu waliofanikiwa sana, when they were checked what they were praying for, walipoangaliwa kile walikuwa wanakiombea, they were found that they were praying for mercy. Walipatikana kwamba walikuwa naombea huruma. I want to explain it. Nataka nieleze. One of the key ministers in the world circles, moja wa huduma wakubwa katika duniani, was praying in a certain prayer meeting. Alikuwa anaomba katika mkutano wa maombi. And somebody sneaked and went to listen what that man was praying for. Na mtu akaingia akasikiliza na akaone ni nini huyo mtu alikuwa anaombea. For 2 hours he had no prayer request. Kwa masaa mawili hakuwa na hitaji anaombea. He was saying, Lord have mercy. Alikuwa anasema, Bwana onyesha huruma upon my life, juu ya maisha yangu. But when he showed himself before people, na alipotokelezea mbele za watu, he was preaching miracles. Alikuwa anahubiri miujiza. He was preaching mighty things. Alikuwa anahubiri mambo makubwa. But when he went on a retreat alone, lakini aliporudi peke yake, Lord have mercy upon me. Bwana ni rehemu. I am not able to do it alone. Siwezi nikafanya peke yangu. I have no strength of my own. Sina nguvu zangu mwenyewe. But other guys will never pray that prayer. Lakini watu wengine hawataomba maombi hayo. They will speak other things before the Lord. Wataongea mambo mengine mbele za Bwana. And some of the desires are lust of the flesh. Na baadhi ya matamanio ni tamaa za mwili. Some things we pray for can be brought by mercy. Vitu zingine tunaombea zinaweza kuletwa na huruma. Don't miss the Sunday teaching. Usikose mafunzo ya Jumapili. Because mercy comes with favor.
Maana huruma huja na kibali. The moment you receive mercy, Wakati unapokea huruma, favor begins to follow you. kibali kinaanza kukuandama. One secret I have known: Siri moja nimejua, you can grow until you have nothing to pray for. unaweza kukua hadi ukawa hakuna kitu cha kuombea. You are saying, Lord, I need your mercies. Unasema, Bwana, nahitaji huruma zako. You look at your family, you say, Lord, I need your mercies. Unaangalia familia yako, unasema, Bwana, nahitaji You huruma look zako. at what is ahead of you, you realize you need mercy. Unaangalia kile kiko mbele na unaona unahitaji You huruma. have a project needing millions, you find it is not about millions, it is about the mercies of the Lord. Unaangalia una mradi unahitaji mamilioni, unaona kwamba si mamilioni, unahitaji huruma za Bwana. Furthermore, if you are praying for some 2 needs, Kama unaombea mahitaji mawili, why do you need 2 hours to pray? kwa nini unahitaji masaa mawili ya kuomba? Such needs require 20 minutes. Mahitaji aina hiyo yanahitaji dakika 20 And you are through with your prayer. na umemaliza maombi yako. But guys who know how to seek mercy, Lakini watu ambao wanajua kutafuta you huruma, can stay before the Lord. unaweza kaa mbele za Bwana 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. lisali moja, mawili, matatu, manne, Because what you want is mercy. maana kile unataka ni huruma, And the mercy opens opportunities. na huruma hufungua nafasi. Being a question of humility, James 4:6 is good for us. Ikiwa jambo la unyenyekevu, Yakobo 4:6 ni letu nzuri. The Bible says, but he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. When you are humble, you receive the grace of God. Wakati wewe ni mnyenyekevu, unapokea neema ya Bwana. But when you are proud, you are resisted. Lakini wakati una kiburi, unazuiliwa. Mercy comes with grace. Huruma huja na neema. May the grace of the Lord rest upon somebody. Neema ya Bwana ije juu ya mtu. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. Psalm 8 verse 4. Zaburi ya 8 mstari wa 4. I read it on Sunday. Nilisoma Jumapili. Talking about man. Inaongea kumhusu mwanadamu. What is man that thou art made mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? This tells me we don't deserve Hii inaniambia kwamba hatustahili the visitation of the Lord. kule kutembelewa kwa Bwana. For you to be visited, Ili utembelewe, it is an act of mercy from the Lord. ni tendo la huruma za Bwana. So you need to stay in mercy Kwa hivyo unastahili ukae katika rehema, so that God may visit you. ndiyo Mungu akutembelee. May the Lord help you. Bwana akusaidie. Number 3, approach the throne of grace boldly. Jambo la 3, karibia kiti cha enzi cha neema kwa ujasiri. Boldly. Na ujasiri. When you approach the throne of grace boldly, ukikaribia kiti cha enzi na ujasiri, Hebrews 4:16 gives you an answer. Waibrania 4:16 inakupatia majibu. This is a very important teaching. Ili ni funzo muhimu sana. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help us in time of need. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. The secret is approaching the throne, Siri ni kukikaribia kiti cha enzi, but with boldness. lakini na ujasiri. When you are bold enough, Wakati wewe ni mjasiri, you will find mercy there unapata huruma pale, and find grace na unapata neema to help you in the time of need. za kukusaidia wakati wa mahitaji. This is a very important scripture for the Christians. Haya ni maandiko muhimu sana kwa Mkristo. Going to the throne of mercy Ukienda kwa kiti cha rehema and approach it with boldness. na unakikaribia na ujasiri. Number 1, Jambo la kwanza, because we are being compared to a lion. You know, the Bible says the righteous are as bold as a lion.
Tunalinganishwa na simba, maana maandiko yanasema wenye haki ni wajasiri kama simba. So number one, jambo la kwanza, know that you need mercy. ujue kwamba unahitaji huruma. So have a great passion for mercy. Uwe na shauku kubwa ya huruma. Pastor, this is a concept we are introducing. Ili ni jambo ambalo tunatambulisha. And it may take people to understand. Na inaweza chukua watu kuelewa. You know, people may not have passion for mercy. Watu huenda hawana shauku ya huruma. But I tell you, this is a secret. Lakini nawaambia hii ndio siri. Some people seek grace. Watu wengine wanatafuta neema. But when you go to the throne of grace boldly, you receive mercy. Lakini ukienda kwenye enzi ya neema, unapokea huruma. And find grace. Na unapata neema. When will it help you? Itakusaidia lini? In time of need. Wakati wa mahitaji. There is nothing as dangerous as hakuna kitu hatari kama being in time of need ukiwa katika wakati wa mahitaji and you have no grace. na hauna neema. That is when people retreat and fail. Hiyo ndio wakati watu wanarudi nyuma na wanashindwa. Because a need has come. Maana hitaji limekuja. Like people losing jobs and businesses. Kama watu kukosa biashara na kazi. Especially this season. Sana sana majira haya. What was required now was grace. Kile kilikuwa kinahitajika sasa to ilikuwa help neema. the people because there is a need. Kusaidia watu kwa sababu kuna mahitaji. When you miss this, ukikosa hili and you miss grace, na unakosa neema, that is when you are distressed and you eat the wall. Ndio sababu unahuzunika na unagonga ukuta. Now I want to confirm to you. Sasa nataka nithibitishe kweli. When you go to that throne boldly, ukienda kwa hiyo enzi na ujasiri, and with passion, na ukiwa na shauku, you obtain mercy, unapokea huruma, and find grace. na unapata neema. Can you begin to have the passion? Unaweza kuanza kuwa na hiyo shauku. Of late something has happened to me. Hivi majuzi kuna kitu kimenifanyikia. I am talking about mercy more than any other thing. Naongea kuhusu huruma zaidi ya kila kitu When kingine. I'm on the road, I'm pleading the mercies of the Lord. Nikiwa barabarani naitisha huruma za Bwana. Today I traveled and I was just asking for mercies. Leo nilisafiri na nilikuwa naomba naitisha rehema za The Bwana. mercies can cover you on the road. Neema zinaweza kukufunika kwa barabara. The mercy can protect you from COVID-19. Huruma zinaweza kukulinda kutoka kwa COVID-19. I wish I had people who are hearing what I'm saying. Natamani ningekuwa na watu wanaosikiza. This mercy can be your protection. Hizi huruma zinaweza kuwa The ulinzi mercy wako. can open doors for you. Huruma zinaweza fungua milango It kwako. can break gates of bronze for you. Inaweza funja malango ya vyuma Even kwako. iron bars can break. Hata malango ya vyuma inaweza Do vunjika. you know when Peter was in prison in Acts chapter 12? Wakati Petro alikuwa jela, Matendo ya And the Mitume church 12, was praying. na kanisa likao linaomba. When mercy came, Wakati huruma the zilikuja, first gate opened. milango ya kwanza ikafunguka. The second gate opened. Malango ya pili yakafunguka. The third gate was a gate of iron. Malango ya tatu yalikuwa malango ya chuma. Because of the mercies of God. Kwa sababu ya huruma za Mungu. Even the iron gate responded. Hata malango ya chuma And yakaitikia. Peter went out by the mercies of the Lord. Petro akatoka kwa huruma za Mungu. It can happen to somebody today. Inaweza fanyikia mtu leo. Going to the first gate, Ukienda kwa malango ya kwanza, you are still in your location. bado uko katika maeneo yako. Some people, give up in the first gate. Watu wengine wanakata tamaa katika malango ya The kwanza. very first breakthrough. Ile upenyo wa kwanza. You settle there, you say you are okay. Na unatulia pale unasema uko There sawa. is another gate. Pana malango mengine. When you reach the iron gate, Ukifikia malango ya that is a chuma, time to see God, ni wakati wa to kuona see Mungu, your opportunity. kuona nafasi zako. Because he says he's going to break for you the iron gates. Maana anasema atavunja malango ya chuma kwa ajili May yako. they break by the mercies of the Lord. Yavunjike kwa rehema za And Bwana. find your way out. Na ujipate In umetoka. the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. May every iron gate obey by the mercies of God. Kila malango ya chuma yatii huruma za Bwana. Church, we must break through by the mercies of God. Kanisa lazima tupenye kwa huruma za Mungu. We refuse to stagnate. Tunakataa kukwama. We are calling the mercies of God Tunaita huruma za Mungu passionately in Jesus' name. kwa shauku yote kwa jina la Yesu. If I met you 5 years ago, Kama ningalikutana nawe
nawe miaka mitano and I meet you today 5 years again, na nikutane nawe miaka mitano and you are the same, na uko vile vile except age, kando na umri, it means mercies are lacking. inamaanisha huruma When the zimekosekana. mercies come, Wakati huruma your zinakuja, state must change. hali yako Your inabadilika, life must change. maisha yako Your yanabadilika, finances must change. fedha zako Your lazima, giving must change. kutoa kwako kunabadilika Because of the mercies of the kwa Lord, sababu ya huruma za even Bwana. your wealth will change. Hata utajiri wako Many utabadilika, things will change because of mercy. vitu vingi vitabadilika kwa sababu ya huruma. I feel like calling mercy tonight, Nahisi kuita huruma so jioni that I leo. may not remain the same again. Ndiyo nisibaki vile It tena, is not by my efforts. si kwa bidii yangu. The Lord is going to enable me. Bwana If the ataniwezesha. mercies are new every morning, Kama marehema ni how vile can kasi, I remain the same? ninawezaje baki Every vile vile? day levels must change. Kila siku viwango In the vibadilika mighty name of the Lord, kwa jina kuu la we Bwana. need people who can believe Tunahitaji watu in ambao the wanaweza change kuamini of levels. katika kubadilika Every ngazi. day change of levels. Kila siku ngazi Every zinabadilika. month change of levels. Kila mwezi ngazi After zinabadilika. every 2.5 months, Baada ya kila miezi you miwili need na a nusu, great change. wahitaji kubadilika I kukubwa. declare you shall never go down again. Natangaza utashuka chini, Yours is to go up. wewe utaenda juu. We declare by the mercies of the Lord, Tunatangaza kwa rehema za we Mungu, will not stagnate. hatutakwama In Jesus' mighty name. kwa jina kuu la Yesu. Somebody be full of passion Ujae to shauku, call mercy, uite to huruma, pray for mercy, uombee to huruma, invoke mercy. uite huruma, Mercy from heaven, huruma za from the mbingu, God of mercy, kutoka kwa Mungu wa huruma, Father of mercy. Baba wa huruma. He can change your life Anaweza kubadilisha in maisha the yako mighty name of the Lord. kwa jina kuu la Can Bwana. I hear a shout of hallelujah? Haleluya, Hallelujah. haleluya, Amen. amen. Number 2, Jambo la pili, in approaching the throne, katika kukaribia kiti know cha, for sure that through Christ you will receive mercy. ujue hakika kwamba kupitia Kristo utapokea huruma. This thing comes through Christ. Hiki kitu kinakuja kupitia Kristo, You will receive mercy utapokea huruma in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Number 3, Jambo la tatu, acknowledge that Christ has done it. kubali kwamba Kristo amekufa, Has done it for you. ametenda kwa niaba yako, He has given you mercy. amekupatia huruma. Just believe. Uamini. Hallelujah. Haleluya. And I said in Proverbs 28:1, Na nikasema Methali 28 mstari the wa kwanza, righteous are as bold as a lion. wenye haki ni wajasiri kama simba. They go to God with boldness. Wanaenda kwa Mungu na ujasiri. You are compared to a lion Wewe umelinganishwa na simba, because the lion behaves in the following ways. maana simba ana tabia zifuatazo. This analogy will help you to develop some passion for mercy. Mfano huu utakusaidia uwe na shauku ya huruma za Mungu. Number 1, a lion is protective. Jambo la kwanza, simba amelindwa. When they tell you in Proverbs 28:1 that the righteous are as bold as a lion, number 1, a lion is protective. Jambo la kwanza, simba anajua kujilinda. Yes, they protect their territory. Wanalinda maeneo yao. They boldly protect themselves. Wanajilinda wao wenyewe kwa ujasiri mkubwa. That is what mercy can do. Hivyo ndivyo huruma zinaweza And fanya. somebody who is like a lion Na mtu aliye kama simba will protect what they have. atalinda kile walicho They nacho. won't allow the devil to steal what they have. Hawataruhusu shetani haibe halicho nacho. You can't venture into a territory of a lion. Huwezi ukaingia maeneo ya simba, They will destroy you. watakuharibu. Number 2, Ya pili, they are brave. wana ujasiri. Very courageous. Wana ujasiri. They don't miss opportunities. Hawakosi nafasi. When they see a prey, they pursue them until they catch up with them. Wakiona windo wanalifuata mpaka wanapata. So, you can also be brave as a Christian. Kwa hivyo unaweza kuwa mjasiri kama Mkristo. Number 3, Ya tatu, a lion is always willing to fight.
Simba kila wakati ako tayari kupigana. Are you willing to fight? Je, uko tayari kupigana? They fight as they protect their meals, Wanapigana wanapolinda chakula chao, their territories, maeneo yao. so they protect one another in fighting. Kwa hivyo wanalinda mmoja kwa mwingine katika kupigana. Number 4, Ya 4, they are hunters. wao ni wawindaji. A lion is a hunter. Simba ni mnyama anayewinda. They don't sit and wait. Hawaketi wangojee. They search. Wanatafuta. They look for. Wanatafuta. They go for it Wanaendea huyo mnyama wherever it is. mahali alipo. Some opportunities require boldness. Nafasi zingine zinahitaji ujasiri. As bold as a hunter, Uwe mjasiri kama mwindaji, that you are not just going to sit down kwamba hautaketi and wait for them to come. na ungojee zije. Number 5, they are members of one group. Jambo la 3, wao ni members ama washirika wa kikundi kimoja. They are found in their group. Wanapatikana katika kikundi chao. Believers to believers. Waumini kwa waumini. This is very important. Ili ni muhimu. A lion cannot marry a hyena. Simba hawezi kuoa fisi. I wish you heard what I said. Natamani ungalisikia ninachosema. They stay in the same group. Wanakaa katika kikundi kimoja. I'm seeing the way Christians are selling themselves. Naona vile Wakristo wanajiuza. Influenced by other groups. Wanaadhiriwa na vikundi vingine. Influenced by other people. Wanaadhiriwa na watu wengine. A lion knows their fellow lion. Simba anajua simba mwenzake. They protect them. Wanawalinda. They live together. Wanaishi pamoja. And number 6. Na ya 6, they are loners in a big scheme. I will explain. They are loners. They are lonely in the big scheme. Where the other animals are, they are not there. They don't hang out with the other animals. They stay together as a lonely team of hunters and of bold team of animals. Wao wanaishi peke yao, hawaendi kukaa mahali wanyama wale wengine. Wanakuwa na upweke wa kuishi peke yao kama wawindaji, kama wanyama wanaowinda. Some of the opportunities you require, baadhi ya nafasi ambazo utahitaji, you may have to be lonely with other people of the same mindset. Utahitaji uwe pamoja na watu wengine wanaofikiria kama wewe, and they ignore the big scheme. na udharau wale wengine wengi. The quality things are not popular with many people. Vitu vya udhamana hazipatikani na watu wa kawaida. The serious positions are for a particular cadre of people. Zile vyeo vya kiwango cha juu ni vya aina ya watu fulani. They may not be in the big scheme. Wenda haziko kwa jumla ya wale watu wengine. Lions know how to be lonely together. Masimba yanajua namna ya kuwa peke yao pamoja. Because they know they cannot hang with another animal. Maana yanajua hayawezi kuishi na wanyama wale wengine. May God help somebody here. Mungu asaidie mtu to hapa have the boldness of a lion. Awe na ujasiri wa simba. This man Solomon knew when he was writing the Proverbs. Mtu huyu Suleimani alijua alipokuwa anaandika hii methali. That lions have a particular character. Kwamba simba wana tabia fulani. They are bold. Wao ni wajasiri. And the righteous are like a lion. Na wenye haki ni kama simba. May the Lord help you to seize your opportunities. Bwana akusaidie kupata fursa yako. We have done around how to obtain mercy 3 points. Tumejifunza namna ya kupokea huruma points 3. I will look for some other 2 next session. Nitatafuta zingine 2 kipindi kijacho. But mix it with another teaching. Na ni changanye na mafunzo mengine. And God is going to bless you. Na Mungu atakubariki. Let's stand on our 2 feet. Tusimame kwa miguu yetu miwili. So that we can pray. Ndio tuweze kuomba. Lift up your hands and begin to pray.
Inua mikono yako na uanze kuomba. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la we Yesu, thank you for the teaching this afternoon. tunakushukuru kwa funzo jioni ya leo. The teaching about divine opportunities. Funzo kuhusu fursa za We kiungu. are still understanding the mystery of mercy. Bado tunaelewa siri ya huruma. I pray for somebody today Naombea mtu leo that they are going to find mercy, kwamba atapata huruma, which is going to help them to seize opportunities. ambao itawasaidia kupata In the fursa mighty name of the Lord. kwa jina kuu la Bwana. How I refuse every spirit of stagnation. Vile nakataa kila roho ya In the kukwama mighty name of kwa Jesus. jina kuu la Father, Yesu. I plead for mercy Baba, naomba huruma upon the men of God, juu ya watu wa Mungu, upon the ministers, juu ya wahuduma, upon the children of God. juu ya watoto wa Mungu. Now I speak mercy Sasa nanena in the huruma name of kwa Jesus. jina la Yesu. Somebody plead for mercy. Omba huruma, Plead for mercy. omba huruma za Tell Mungu. him to give you mercy. Mwambie akupe Tell huruma, him to fill you with mercy. mwambie akujaze na In the huruma name of kwa Jesus, jina la Yesu. we shall not stay Hatutakaa without mercy. bila huruma. Mercy is going to pave a way for us, Huruma itatutengenezea to njia, open doors for us, tuwe na milango to iliyo wazi, release blessings for us. ilete baraka kwetu In the name of Jesus, kwa jina la Yesu. give us to understand this mystery, Tupatie kuelewa siri hii, the mystery of mercy, siri ya huruma, that we are going to apply it kwamba tutaifanyiza kazi in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Father, we thank you Baba, and tunakushukuru we honor you. na tunakuheshimu. Receive all the glory Pokea utukufu and wote all the honor. na heshima zote. Lift up your one hand. Inua mkono wako Father, mmoja. in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, I invoke the mystery of mercy ninaita siri ya huruma to come upon the church, ije juu ya kanisa, come upon the men of God. ije juu ya watumishi wa And Mungu. because we are men, Na kwa sababu sisi ni watu, by your mercies, kwa huruma zako we are going to find grace. tutapata huruma. Enable everybody joining us Ezesha kila mtu anayeungana Wherever they nasi are, popote walipo to invoke mercy, kuchochea huruma, that they may find grace. ndio wapate We huruma. thank you, we honor you. Tunakushukuru na In kuheshimu Jesus' name we pray. kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Give the Lord a hand clap. Pigia Bwana makofi. Amen. Amen.